kwa mguu. Vijana wanajiandaa kwa kujielekeza kwenye mapigano kwa Makobola. Tumewaona kabisa vijana wako shambra. Na tumai ya kwamba utakuwa salama popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 17 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, hususan uko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji, majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu kile kinachoendelea uko kwenye uwanja wa vita sehemu mbalimbali za jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, tunayo mengi ya kuweza kukuarifu kuhusiana na kile kinachoendelea kwa sasa katika mji wa Uvira, kile ambacho endelea huko Makobola, lakini pia kile ambacho endelea huko Kalemi mpendwa msikilizaji. Hivyo ninachotakiwa kufanya ni wewe kusubscribe channel hii, kucomment pamoja na kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na bila shaka natumai utakuwa salama na karibu mara tena. Natumai tayari umesha subscribe channel hii, na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko mjini Uvira, ambako vyanzo kadhaa vyenye kuaminika kutoka ndani ya mji wa Uvira vinaripoti kuondoka kwa majeshi ya waasi wa AFC M23 waliokuwepo ndani ya mji wa Uvira, ambao tangu asubuhi ya Jumanne tarehe 16 Disemba mwaka wa 2025 baadhi yao wameanza kuelekea tarafani Mwenga, huku wengine wakibaki katika nyanza za juu za Uvira wakijifanya kwamba wameondoka kuacha mji wa Uvira, wakati ni uongo, wakizuga kutizama kile ambacho wazalendo wanakuja kufanya ili waweze kuingiza kwenye mtego. Mwenendo huu umetokea masaa machache baada ya AFC M23 kusaini taarifa rasmi ya kuondoka katika jiji la Uvira kufuatia ombi la serikali ya Umarekani. Aidha, inaripotiwa kuwa majeshi hao wa Rwanda wa AFC M23 ambao walizuiliwa na viongozi wao kuvuka mpaka, baadhi yao walielekea nyanza za juu za Uvira kwa lengo la kufungua mapigano katika maeneo ya Mwenga pamoja na Shabunda, huku wengine wakirudi Kivu Kaskazini kufungua harakati za kivita. Kutokana na hali hii, wanaharakati wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC wanaharifu jumuiya ya kimataifa juu ya mwondoko huu wa kichokozi wa kivita wa waasi wa AFC M23 ambao wanaonekana kudharau na kupuuzilia mbali msimamo wa jumuiya ya kimataifa. Zaidi ya hayo, waasi hawa wa AFC M23 wamelazimisha vijana wa Uvira kubeba mizigo yao pia na kuwalazimisha kufanya maandamano ambayo yalikuwa si dhamira ya wananchi, bali ni wao ndio waliweza kuwachagua vijana kuwahamuru waweze kubeba mabango kuonesha kwamba vijana wa Uvira ndio wanawataka, ili hali ya kwamba ilikuwa ni lazima. Tuliachaka sans condition, lakini kwa kuacha muji wa Uvira kuko condition ambao zinatiliwa, zikikuwa zinatimiziwa la sava, lakini kama azitimiziwi NON, muache wale wenye kusherekea washerekee, lakini kesho najua ile vinywa vyao vitafunga, na wanamemba wote wasivunjike moyo, kwa sababu hakuna kiajabu ambacho kitatuvunja moyo. Uvira tuko nayo na tutaendelea kuwa nayo. Leo tunasemea juu ya Uvira, lakini kesho tutasemea juu ya Baraka na Kalemi na sehemu zingine. Paske jana tulikuwa tunasemea juu ya Goma na Bukavu, leo tuko tunasemea juu ya Uvira. Kesho tutasemea juu ya Baraka
juu ya Kalemi